Hapa nimekuletea tofauti kwa mtu ambaye amefanya maamuzi ya kuwekeza kwenye nyumba, lakini pia kwenye hati fungani. Hii tofauti itakusaidia na wewe endapo una lengo la kuwekeza fedha zako katika maeneo haya, utaweza kufanya maamuzi ambayo yako sahihi. Na leo hii kwa kuanza, kuna mtu ambaye ana milioni 50 na amelenga kuiwekeza kwenye nyumba, atanunua kiwanja cha milioni 10 na ile milioni 40 ataitumia kwenye ujenzi na kukamilisha kila kitu katika eneo la ujenzi. Na baada ya pale ataweza kuikodisha ile nyumba kwa kiwango cha juu ambacho nimeweka kabisa kwa 400,000 kwa mwezi. Ambapo sasa kwa mwaka mzima anaweza kaikodisha ile nyumba yake kwa milioni 4 na 800,000. Ambapo sasa baada ya miaka 25 anaweza kuwa imemrejeshea kiasi cha shilingi milioni 120. Lakini tukiangalia upande wa pili kwa mtu huyu ambaye amewekeza katika hati fungani ambazo ni za miaka 25, ambapo sasa anapewa riba ya mwaka 15.9, anaweza kawa amerejesha kwa mwaka mmoja kiasi cha shilingi milioni 7,975,000, ambapo ni kama tofauti ya milioni 2 na point ukilinganisha na huyu anayoipata. Huyu kwa mwaka aliyewekeza kwenye nyumba kwa mwaka anaingiza milioni 4 na 800,000, lakini huyu kwa mwaka anaingiza milioni 7,975,000. Sasa hapo unaweza kaangalia tofauti kati ya huyu aliyewekeza huku na huku, kiasi anachoingiza kwa mwezi, kwa mwaka ni tofauti ya milioni 2. Lakini pia tukija kwa baada ya miaka 40, baada ya miaka 25, huyu ambaye amewekeza kwenye hati fungani amekuwa ameingiza kiasi cha milioni 199,375,000, ambapo sasa tofauti ni kati ya milioni 79,375,000, ambapo ukichukua hii ukatoa hii ndio utapata hii hapa. Sasa cha msingi cha kuzingatia katika video hii ni kwamba lengo ni ujue kwamba mtu ambaye amefanya maamuzi ya kuwekeza kwenye hati fungani za muda mrefu akiwa anahitaji return kwa muda mrefu, ina maana ana uwezo wa kuingiza fedha nyingi kuliko mtu aliyefanya maamuzi ya kuwekeza kwenye nyumba na kujenga na kukodisha. Ataweza kupata kiasi kidogo kulinganisha na mtu ambaye amewekeza kwenye hati fungani. Kwa maana hiyo ni kwamba ni bora kuchagua katika eneo hili kama unahitaji return ya muda mrefu katika eneo la hati fungani kwa miaka mingi, ili kusudi uweze kukusanya kiwango kikubwa cha fedha kuliko kuwekeza huku na kuweza kupata fedha kidogo. Au unaweza ukafanya maamuzi kuchukua fedha zako ambazo umezikusanya na kuziwekeza kwenye hati fungani, alafu mapato utakayopata kutoka huku ndio yatumie kujenga nyumba. Kwa hiyo katika video hii ni kwamba uwekezaji wa muda mrefu kwenye hati fungani ni bora na ni mzuri kuliko uwekezaji wa kwenye nyumba katika eneo la zile nyumba ambazo ziko maeneo ambayo hayawezi kukupa ritani kubwa. Naitwa Pamphilius Leonard, mkufunzi wa masuala ya fedha ambaye nimeitwa na Benki Kuu ya Tanzania. Na katika namba hii hapa chini unaweza kunitafuta kama utakuwa unahitaji ushauri wowote wa uwekezaji katika kiasi ambacho uko nacho chochote, au katika utaalamu wote wa kifedha utakao kuwa unahitaji katika maendeleo yako binafsi, kibiashara, pamoja na kupangilia mipango yako ya kifedha.